Iran imedai kuwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limezishambulia na kuzizamisha meli mbili za kubeba mafuta zilizokuwa zikijaribu kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz kupitia kile lilichokiita njia isiyoidhinishwa, huku zikiwa chini ya ulinzi wa anga wa jeshi la Marekani. Tukio hilo ambalo kwa mujibu wa IRGC limetokea hii leo Ijumaa Julai 31 mwaka 2026 limeongeza mvutano katika njia hiyo ya kimkakati inayobeba sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Katika taarifa yake, IRGC imesema meli hizo mbili zilipuuzia maonyo yaliyotolewa na vikosi vya Iran na kuendelea safari kupitia njia ambayo haikuruhusiwa na mamlaka za Iran. Jeshi hilo lidai kuwa hatua ya kuzishambulia na kuzizamisha ilichukuliwa baada ya meli hizo kushindwa kutii maagizo ya kusimama na kufuata taratibu zilizowekwa kwa vyombo vinavyopita katika eneo hilo. IRGC pia imedai kuwa meli hizo zilikuwa zikisindikizwa na ndege za kijeshi za Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM katika Mashariki ya Kati ndiyo iliyoziongoza meli hizo kutumia njia hiyo ambayo Iran imeitaja kuwa haikuruhusiwa. Iran imeishutumu CENTCOM kwa kile ilichodai kuwa ilizipotosha meli hizo na kuzisababisha kuingia katika eneo ambalo lilikuwa chini ya uangalizi wa vikosi vya Iran. Aidha, IRGC imesema baada ya meli hizo mbili kushambuliwa na kusimamishwa, meli nyingine 4 za mafuta zilizokuwa zikielekea kuvuka mlango wa Hormuz zilibadili mwelekeo haraka na kurejea zilipotoka. Iran imedai kwa hatua hiyo ilitokana na hofu ya meli hizo kukumbwa na hatua kama zilizochukuliwa dhidi ya meli mbili zilizoshambuliwa. Hata hivyo, Iran haikutoa taarifa rasmi kuhusu ukubwa wa uharibifu uliopatikana kwenye meli hizo, wala haikueleza kama kulikuwa na majeruhi au vifo miongoni mwa mabaharia waliokuwa ndani ya vyombo hivyo. Pia haijataja majina ya meli hizo na nchi zilizosajiliwa au kampuni zinazozimiliki. Kwa upande mwingine, hadi sasa jeshi la Marekani na CENTCOM havijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha madai yaliyotolewa na IRGC kuhusu kuhusika katika kuzipa ulinzi wa anga meli hizo au kuziongoza kupitia njia iliyotajwa na Iran. Hakuna pia uthibitisho huru kutoka kwa mamlaka za kimataifa za usalama wa baharini kuhusu tukio hilo. Mlango bahari wa Hormuz ni moja njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Kila siku mamilioni ya mapipa ya mafuta ghafi na gesi asilia husafirishwa kupitia njia hiyo kutoka nchi za Ghuba ya Uajemi kuelekea Asia, Ulaya na Amerika. Kutokana na umuhimu wake, tukio lolote la kijeshi katika eneo hilo linaweza kuwa na athari kubwa kwa biashara kimataifa na bei za mafuta. Katika miezi ya hivi karibuni, eneo la Hormuz limeendelea kuwa kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani, huko pande zote mbili zikishutumiana kwa kuhatarisha usalama wa bahari. Iran imekuwa ikisema kuwa ina haki ya kuchukua hatua dhidi ya vyombo vinavyokiuka sheria zake za usalama katika eneo hilo, huko Marekani ikiwa inatetea uhuru wa usafiri wa kimataifa katika njia hiyo muhimu ya baharini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuongezeka kwa matukio kama haya kunaweza kuongeza hatari ya makabiliano ya moja kwa moja kati ya vikosi vya Iran na Marekani. Pia wanaeleza kuwa kampuni za usafirishaji wa mafuta zinaweza kulazimika kuongeza gharama za bima, kubadili njia za safari au kupunguza idadi ya meli zinazopita katika mlango wa Hormuz ikiwa hali ya usalama itaendelea kuzorota. Iwapo madai ya Iran yatathibitisha, tukio hilo litakuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya hivi karibuni yanayohusisha usalama wa usafiri wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.